katika shirika la watu wenye ulemavu. Haya ni kutokana na hafla ya siku ya pili ya shirika la Kawe linalohamasisha umma kuhusu ugonjwa huo wa kifafa katika kaunti ya Taita Taveta na jinsi ya kukabiliana nao. Kifafa kimetajwa kama mojawapo ya aina za ulemavu. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Ni siku ya pili ya hamasa kuhusu ugonjwa wa kifafa. Leo baadhi ya wale ambao wanaugua ugonjwa huu wa kifafa pamoja na viongozi katika jamii wameweza kukusanyika hapa ili kuweza kuhamasishwa zaidi kuhusiana na ugonjwa huu. Tutakuwa tunapata kauli zao kuhusiana na swala hili nzima, huku mwakilishi wa wale ambao ni watu wanaoishi na ulemavu wakiendelea kutoa wito kwa jamii kuendelea kujitokeza ili kutambulika na kupata kusaidia. Kwa jana tuliongea na CHPs ni wale madaktari wenye wako at the ground level. Hao ndio wanajaribu kuflash wagonjwa wa kifafa kutoka kwa vijijini kule, wale watumii dawa, wale wenye wamefichwa waweze kukuja kupata matibabu kwa hospitali. Sasa leo nayo tumeungana hapa na all levels of the community, kuanzia kwa NCPWD representative, kwenda kwa village elders, kwenda kwa religious leaders, hadi kwa a few CHPs na pia watu wa youth leaders and women representatives. Ina challenge tena kubwa sana. Usipopata mtu wa kukuelewa, yani utakupitia mateso makubwa. So mimi nimeolewa, nina mume na watoto 3 na bwanangu huwa ananielewa. Saa nyingine unakuta ukifurahi sana, challenge inakuja, unasikia tu hauko sawa, na ukikasirika sana unakuta pia hauko sawa. So nikimwambia leo ukuje mapema sisikii poa, anakuambia umefanyika, naomba tu leo sisikii poa. So atawahi nyumbani, atakuja apikia watoto na hata nisumbua, ataniacha tu mimi nipumzike mpaka ile time nitakuwa sawa. Kifafa ama epilepsy ni kati ya yale magonjwa ambayo yametambulika na National Council for Persons with Disability kwamba ni watu wanaoishi na ulemavu. Na hii ni kwa sababu kifafa kinategemea. Kifafa ni ugonjwa ambao umeharibu ubongo. Na kufuatana na percentage ya uharibifu, basi huyu mtu anaweza kuingia kwa mental disability. Lakini kuna wale ambao kidogo wakiishi vizuri, wakitumia dawa vizuri, wao wanaishi maisha ya kawaida. Lakini hata wale ambao wanazidiwa, mara nyingi huwa ni community ndio ambao tumewaneglect. Hizo kauli zao, na sasa kilichosalia sasa ni hamasa zaidi kule nyanjani ili kuhakikisha kwamba jamii kwa jumla wanafahamu kuhusu ugonjwa huu wa kifafa. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki, Mwa Kivu. Naam, shukran Julius.